Asubuhi njema, asubuhi ya leo, mpenzi mtazamaji, ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Unjambo, ni matumaini yangu ya kwamba umeweza na kuamka ukiwa salama. Usiku wako ulikuwa ni wa baraka na pia weekend yako ilikuwa ni ya baraka. Hiyo jana ninaamini kwamba hata uliweza na kwenda kanisani na pia ukaweza na kupokea baraka za Mwenyezi Mungu. Hii wiki tunaomba kwamba neema ya Mwenyezi Mungu ikazidi na kutubeba kama vile ambavyo ameweza na kutubariki nayo, akiwa na mawazo mema juu yetu, akiwa anatuwazia mema. Na pia ninakukaribisha katika kipindi cha manyunyu ya baraka, ukazidi na kukifuatilia kuanzia hii siku na hii wiki yote, ili tukazidi na kuinuliwa kiroho, kubarikiwa, kufundishwa mengi kutokana na neno la Mwenyezi Mungu ambalo tutakuwa tunaletewa kupitia hiki kipindi cha manyunyu ya baraka. Pia ningekujulisha kwamba kuanzia hii leo tutakuwa na mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye ni Pastor Priscilla Mwasia kutoka kanisa la ABC Mwanga, Kangundo Pastorate, Machakos, Sub Quarter. Mimi hapa ni Pastor Lucy Michael nikikwambia kwamba kila asubuhi kuwa tayari kupokea baraka. Na hii leo karibia katika runinga yako ili tukaweze na kuzipokea kwa wingi. Mpendwa mtazamaji, ni matumaini yangu kwamba umeamka salama. Yesu amekuwa pamoja nawe tangu mwaka ulipoanza. Neema ya Mungu imekuwa pamoja nawe. Ninamshukuru Mungu kwa kunipa nafasi nyingine ili tukaweze kuwa pamoja kushiriki katika neno la siku ya leo ambalo tutasoma katika kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Kwanza sura ya 4 mstari wa 9 hadi wa 10. Naye Yabesu alikuwa mwenye heshima kuliko nduguze, na mamaye akamwita jina lake Yabesu, akisema, ni kwa sababu nalimzaa kwa huzuni. Huyo Yabesi akamlingana Mungu wa Israeli, akisema, lau kwamba ungenibarikia kweli kweli na kunizidishia hozi yangu, na mkono wako ungekuwa pamoja nami, nawe ungenilinda na uovu, ili usiwe kwa huzuni yangu. Naye Mungu akamjalia hayo aliyoomba. Tuombe. Baba mtakatifu, kwa jina la Yesu Kristo, Mungu ishie milele, uliye mwaminifu, hakuna mwingine kama wewe. Ni asante kwa ajili ya asubuhi ya leo ambayo umetupatia nafasi nyingine ili tukaweze kushikia neno lako. Baba Mungu wetu, ninakuomba ukaweze kuwa pamoja nasi. Roho wako Mtakatifu atujalie yaliyo mema, akituongoza katika haki yote na kutufundisha yaliyo mapenzi yako. Uwe pamoja na mtazamaji wangu, umbariki na neema yako ikamtoshe. Kwa jina la Yesu Kristo nimeomba. Amen. Wakati ambapo tumesoma katika hicho kitabu cha Mungu, tumeona kuhusu mwanamume ambaye alikuwa anaitwa Yabesi. Yabesi huyu, neno la Bwana limesema alizaliwa na mama yake, na alipozaliwa akaitwa jina Yabesu. Maana ya lile jina ilikuwa inamaanisha huzuni. Asubuhi ya leo neno la Bwana lingetaka tujue na tuongee kuhusu jina jema. Huyu Yabesi alikuwa amepewa hilo jina na mama yake, kwa maana alikuwa amezaliwa na mama yake katika huzuni. Na tunaona ile huzuni iliweza kufuatana na Yabesi. Kwa hivyo akawa pamoja na jina lake, alikuwa anaendelea kukaa katika huzuni ya maisha yake kulingana na ile jina ambao alikuwa amepewa na mama yake. Biblia imesema ya kwamba Yabesi alikuwa mtu wa heshima, lakini katika heshima yake alikuwa mtu wa huzuni. Asubuhi ya leo tunaona ya kwamba Yabesi aliweza kumlilia Mungu na akamwambia Mungu akaweze kumsaidia. Akamwambia Mungu akaweze kubadilisha lile jina. Akamwambia Mungu hata akaweze kumpanulia mipaka yake. Akaweze kumuondolea ule uovu. Akaweze kuwa Mungu wake na akaweze kuwa pamoja naye. Akamuomba Mungu ili akaweze kumuondolea ule huzuni. Na tunaona ya kwamba huo mstari ukiisha, tunaona Mungu alitenda yale ambayo Yabesi aliweza kuomba.
asubuhi ya leo huenda ikawa jina lako linaazimia kuwa ni jina la huzuni au jina ambalo hata haliwezi kupendeza. Na hata huenda ikawa asubuhi ya leo watu wamekwisha kukubandika majina ya aina mbalimbali. Wengine wamekubandika majina mazuri, wengine wanakuita majina ya utani, wengine wanakuita majina hata ambayo hayawezi kupendeza. Lakini asubuhi ya leo neno la Mungu linasema ya kwamba yupo Mungu ambaye anaweza kubadilisha jina lako na anaweza kukupatia jina ambalo ni nzuri na ni jina ambalo ni la kupendeza. Wakati Mungu alipoyasikia maombi ya Jabesi, Biblia inasema ya kwamba Mungu aliweza kumjalia hayo aliyoyaomba. Hii ni kumaanisha ya kwamba Mungu aliweza kubadilisha lile jina la Jabesi na akaweza kumpatia jina lililokuwa linapendeza kwa watu wote. Kwa hivyo asubuhi ya leo Mungu anaweza kubadilisha jina lako, hata kama jina lako ni bovu, hata kama jina lako si nzuri, hata kama watu wanakujua kwa jina mbaya. Mungu ako na uwezo wa kubadilisha lile jina na kukupatia jina lililo nzuri. Vile tunasoma katika Yohana sura ya 1 na mstari wa 12. Biblia ina rekodi ya kwamba mstari huo wa 12, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale walioaminio jina lake. Bwana Yesu asifiwe. Hapa Biblia imesema wazi ya kwamba lile jina ambalo ni jema ni jina ambalo unaweza kupewa na mwana wa Mungu. Maana Biblia imesema wote waliomwamini Yesu Kristo aliwapa uwezo wa kufanyika watoto. Wanabadilishwa jina lao. Pengine jina lako ni mwizi, pengine jina lako ni mwasherati, pengine jina lako ni muongo, pengine jina lako unajulikana kwa ajili ya mambo maovu unaotenda. Utakapomwamini Yesu Kristo asubuhi ya leo, ataweza kubadilisha jina lako. Anaweza kukupatia jina lingine ambalo utaitwa mwana wa Mungu. Utapewa jina la utukufu wa mbinguni. Utapewa jina linalofaa ufalme wa mbinguni. Utapewa jina ambalo ni jina nzuri kuliko majina yote. Asubuhi ya leo Biblia imesema wote waliomwamini Yesu aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Kwa hivyo asubuhi ya leo mkubali Yesu kuwa mwokozi wa maisha yako, ili akaweze kubadilisha jina lako na ukaweze kupata jina jipya, na ukaweza kupata jina litakalopendeza mbele za Mungu na likaweza kupendeza mbele ya uso wa wanadamu. Na tuombe. Baba Mungu wetu uliye mtakatifu na uliye mwaminifu, kwa jina la Yesu Kristo ninakushukuru asubuhi ya leo, maana umenena nasi katika neno lako. Tumeona kumhusu Yabesi, yule ambaye aliitwa jina la huzuni na aliishi katika huzuni. Tunajua ya kwamba asubuhi ya leo Biblia imeendelea kusema wote waliokuamini uliwapa uwezo wa kufanyika watoto wako. Asubuhi ya leo tunajua tunapokuamini tunapewa jina jipya la kufanyika watoto katika ufalme wako. Jina mbaya linaondolewa na unatupatia jina lililo nzuri. Asubuhi ya leo kamsaidie mpendwa mtazamaji akaweza kuwa na jina jema. Atakapokukubali katika maisha yake atapata jina jema na ataweza kuendelea kubarikiwa. Asante Mungu wetu wa mbinguni kwa ajili ya neno lako, maana utaendelea kuwa pamoja nasi na utaendelea kutubariki asubuhi ya leo. Kwa jina la Yesu Kristo nimeomba. Amen. Mungu usikia maombi ya dhati. Maombi ambayo mwenye anaomba anajielewa. Mwenye anaomba anajua ni kipi ambacho anakiombea. Mwenye anaomba anajua ni vipi yani aweze na kujitokeza mbele za Mwenyezi Mungu. Na anajiamini kabisa. Yani imani yake imekomaa. Ndio sababu tunaambiwa kwamba yani Mungu usikia maombi ya dhati. Hapa tumeweza na kufundishwa juu ya mtu ambaye alijulikana kama Yabesi. Na tumeweza na kujua kwamba Yabesi aliomba baraka. Pia akaweza na kuomba ulinzi na mwongozo, na Mungu aliweza na kumjibu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya maombi ya dhati. Na hapa tumeweza na kujua kwamba yani maumivu hayafungi hatima yako. Jina la Yabesi lilihusishwa na huzuni. Ni kama vile ambavyo alihusishwa tu na shida tu fulani.
lakini hakuweza na kuishi kulingana na maumivu ya mwanzo wake. Maana alifika mahali akaomba yale maombi ya dhati. Ni sawa kuomba baraka, kuomba yani kupanuliwa mipaka, na pia yani kuomba Mungu akaweze na kutumia maisha yetu zaidi kwa wema. Akaweze na kutumia maisha yetu zaidi kwa wema. Je, wewe uomba namna gani? Utegemezi kwa Mungu huleta ulinzi. Wewe unamtegemea nani? Unategemea nguvu za aina gani? Nguvu za giza ama nguvu za Mwenyezi Mungu? Asubuhi ya leo ningekuhimiza kwamba na ningekulizia kwamba ukaweza na kumtegemea Mungu zaidi na zaidi siku baada ya siku, ili maombi yetu yakaweze na kusikika na pia Mwenyezi Mungu akaweze na kuyajibu. Maombi ya unyenyekevu na imani yanayolenga baraka na ulinzi wa Mwenyezi Mungu yana nguvu na Mungu uyasikia. Maombi ya aina gani? Maombi ya dhati. Ninakutakia wakati mwema, siku njema, na Roho Mtakatifu akazidi na kutusaidia ili tukawe na uwezo wa kuomba maombi ya dhati. Bye bye.